Lakini mimi imenipa funzo kwamba mpira ni dakika 90. Haijalishi umeanzaje hata iweje. Ni namna gani unavyoimaliza mechi sio unavyoianza. Hicho ambacho kimetukuta. Tumeanza vizuri sana. Tulionyesha ishara za kuwa timu bora zaidi kiwanjani katika kipindi cha kwanza, lakini mambo yalibadilika kwa haraka sana kipindi cha pili. Nataka uniambie nini kilitokea, kwa sababu hakuna mabadiliko yote ambayo walifanyika kwa maana ya mchezaji kutoka. Nini walikifanya Kuwait ama nini ambacho walikifanya Tanzania? Na kwa kile ambacho kimefanyika, tuwalaumu, tupeleke lawama kwa wachezaji wetu na benchi la ufundi kwa namna ambavyo walikuja kuingia kipindi cha pili, au tuwapongeze Kuwait kwa sababu hii nayo huwa ni kama shilingi na pande mbili? Nikianza na tafakuri ya kwanza ambayo umezungumzia hapa kuhusu nini ambacho walikifanya Kuwait na nini ambacho Stars hawakufanya. Nafikiri kuna mstari mwembamba ambao ulipita hapo katikati ambao ni discipline, nidhamu. Na katika hiyo nidhamu ndio Kuwait waliitumia vema kabisa kuweza kuwauliza maswali Taifa Stars, na hayo maswali yaliposhindwa kujibika, Kuwait wakawasaidia Stars kuyajibu. Kwamba katika nafasi za kujilinda kama hivi mlipaswa kujilinda namna hii ili muweze kulizoea ile goli lisiingie namna hii. Na tazama mipira ya kutenga ambao waliitumia Kuwait, kwa asilimia kubwa ndio iliyowapa nguvu ya kuweza kurudi katika mchezo. Ndicho kitu ambacho Taifa Stars walishindwa kukimanage kwa kiasi kikubwa. Lakini katika upande wa Taifa Stars sasa, walianza vema ndio kwa kuongoza mabao hayo mawili, lakini akaja karudi yote na kufunga mabao 4-3. Maana yake ni kwamba licha ya uwezo mkubwa wa kushambulia ambao tumeuonesha, na of course huu ni uwezo ambao tumeuonesha hivi karibuni katika mechi za kimashindano, tangu pia uwepo wa Emen Suleiman Morocco, unaonyesha namna gani ambavyo Stars inaweza ikafunguka dhidi ya mpinzani yeyote na kupata nafasi za kutosha za mabao na kutumia hizo nafasi pia hata kwa kushinda bao 1, bao 2, bao 3, lakini tuliona Stars ambayo ina uhai wa kushambulia. Shida ni katika namna sasa ya kumanage mchezo. Kuna wakati mwingine makocha huwa wanaamini ni vyema ukashinda bao 1-0 kuliko ukashinda mabao 2-1. Kwa maana yake clean sheet ni kitu muhimu na ni kitu kizuri sana kwa timu yoyote ile inayocheza katika mechi ya ushindani au hata mechi ya kirafiki tu. Kwa sababu mechi ya kirafiki unatafuta ramani ya kufanya vizuri katika mechi za kiushindani. Kwa lazima ujiseti vyema kwamba lazima uwe na uhakika wa safu ya ulinzi inaweza kuhimili pressure kiasi gani, lakini pia lazima uwe na uhakika wa safu ya mashambulizi na umakini wa kiasi gani na kutumia nafasi. Dimbani.